Kwa majina naitwa Dr. Paul Juma Kabuche. Ni daktari bingwa wa macho, natokea hospitali ya mkoa wa Simiyu. Awali ya yote ni washukuru kwa kuweza kunialika kwa ajili ya kuendesha zoezi hili. Ni zoezi ambalo wananchi wanalihitaji sana kwa ajili ya kuboresha huduma na kuweza kuwasaidia. Na nishukuru pia uongozi wa hospitali kwa kuweza kunialika kwa ajili ya zoezi hili. Lakini nisiwe mwingi wa fadhila kwa sababu wateja wetu wameitikia kwa kweli kwa wingi sana. Kwa hiyo kama ambavyo mnaona, tunaendelea kuwaona na mwitikio wao ni mzuri na wamependa huduma. Kwa hiyo niombe tu mazoezi haya yawe yanaendelea kwa ajili ya kuwarahisishia wananchi na kuwasogezea huduma kwa ukaribu. Kiujumla, huduma ambazo tunazitoa ni huduma zote zinazohusiana na matatizo ya macho. Huduma hizi watu wanahangaika sana, na huduma ambazo tunazitoa ni uchunguzi wa matatizo ya macho, ikiwemo mzio wa macho kwa maana ya allergy. Mzio, tukisema mzio, nafikiri lugha ambayo imeeleweka zaidi ni allergy ya macho, ambayo macho yanakuwa yanawasha, wagonjwa watakwambia yanawasha, anahisi kama kuna mchanga, yanaweza kuwa mekundu kutoa machozi. Kwa hiyo ni moja ya huduma ambayo tunaifanya kwa maana ya uchunguzi wa maradhi kama hayo, lakini pia uchunguzi wa maradhi kama mtoto wa jicho, ambayo huu ni ukungu kwenye kioo cha ndani ya jicho kinawafanya watu wapate upofu. Lakini pressure ya macho kwa lugha ya kitaalamu tunaita glaucoma, ambayo hii inaleta upofu wa ghafla. Kwa hiyo tunachunguza haya yote ili kuweza kuwasaidia wananchi. Matatizo ya watoto ya macho ikiwemo saratani ya macho kwa watoto, lakini pia mtoto wa jicho pia watoto nao wanaweza kupata, na matatizo mengineyo yanayohusiana na matatizo ya macho kwa watoto. Lakini pia tunayo matatizo, kuna mtu ameumia macho, kuna watu kwa mfano wachomelea vyuma, kuna vile vipande vya chuma vinaweza vikadondoka kwenye macho na vikabaki kwenye jicho. Kwa hiyo tunawasaidia pia kutoa vile kwa ajili ya kurudishia hali yao ya kawaida ya macho na uono. Lakini tunazo huduma za miwani, kwa maana kwamba watu ambao wana uono hafifu, mbali, karibu, na matatizo ya kusoma. Kwa hiyo haya tutayafanyia kazi na wote wanaendelea kupata huduma, na huduma zimeanzishwa na huduma zipo. Tunawakaribisha sana kwa ajili ya kupata hizi huduma. Huduma ziko nyingi, ikiwemo na upasuaji wa aina tofauti tofauti wa matatizo ya macho, ikiwemo hata hao waliopata ajali wakaumia macho, wote tunawafanyia huduma. Upasuaji kama utahitajika tunawafanyia upasuaji, pamoja na huduma nyingine nyingi ambazo watu wanapata changamoto kwenye macho. Kwa matatizo ambayo kutoka nimefika hapa, kwa matatizo ambayo nimebaini wagonjwa wengi wanayo, kwanza nimekutana na wagonjwa wengi wenye matatizo ya mtoto wa jicho. Watu wazima wengi wana matatizo ya kutokuona mbali, unapowachunguza unakuta wana mtoto wa jicho. Lakini pili, watu wengi wanakuja kwa sababu ya allergy za macho kuwasha, kutoa machozi. Lakini pia wagonjwa ambao tumekutana nao wengine ni uambukizo wa macho. Lakini wengine pia ni pressure za macho. Kwa pressure ya macho nayo imekuwa ni tatizo hasa kwa wateja wetu ambao tumewaona hapa, na bahati nzuri tunawaona, tunawapa dawa na matibabu yanaendelea, na matatizo mengine mengi ambayo yanaendelea tunaendelea kuyaona, tunaendelea kuyabaini, na tutawajuza kadri tunavyoweza kuyabaini. Watu wazima ndio tumewaona wengi, kwa sababu kwa hasa kwenye tatizo niliyosema la mtoto wa jicho, kwa sababu tatizo la mtoto wa jicho hasa linatokana na utu uzima kuanzia miaka 60 na kuendelea, ndio wengi wanaanza kupata haya matatizo. Japo wapo ambao wanayapata wakiwa na umri mdogo, wengine wanazaliwa na haya matatizo, wengine wanayapata katika ukuaji, wengine anaumia. Lakini kwa kundi tuliloliona hapa, wengi wa mtoto wa jicho ni watu wazima ambao kiujumla ndio matatizo mengi yanawapata kuanzia miaka 60 na kuendelea. Na ndio maana tumewaona wengi hapa na tunaendelea kuwachunguza na kuwasaidia. Wito wangu kwanza, kwa sababu leo wiki hii tuko hapa, tunawaomba kwa wingi sana wajitokeze. Zoezi hili lipo kuanzia leo Jumatatu hadi Ijumaa. Lakini kisha baada ya hapo huduma hizi zitaendelea, kwa sababu Mheshimiwa Rais ameweza kununua vifaa vizuri kabisa kwa ajili ya kuwasaidia wananchi, na amesogeza huduma kwa wananchi. Huduma hizi sasa zinaanza rasmi hospitali hii
Kwa hiyo tunaamini sasa wajitokeze wiki hii, lakini pia na wiki zingine ambazo pale ambapo wamepata changamoto waje tuweze kuwasaidia. Tutawachunguza kwa umakini mzuri kabisa, tutawasaidia kulingana na uwezo wetu na kulingana na huduma zinavyokwenda. Tunaamini na msaada tunaopata kutoka kwenye uongozi wa hospitali, tunaamini wiki hii itakuwa ni wiki nzuri sana, wakijitokeza watafaidi vitu vingi sana. Nitumie nafasi hii kuwakumbushia wananchi wa Shinyanga na mikoa jirani kwamba tumeanza hii kliniki tulioanza kibingwa ya macho kwa wiki hii ambayo imeanza leo tarehe 2 na itamalizika tarehe 6 mwezi huu wa 6. Niwakumbushie kwamba kwa wateja ambao wana bima huduma zinafanyika. Huduma hii inafanyika kwa kuchangia kwa utaratibu wa kawaida, lakini kwa wateja ambao wana bima huduma hii pia wanaweza kuipata. Kwa hiyo mteja ambaye una bima yako unakaribishwa kwa ajili ya kuja kufanyiwa huduma hii ya vipimo vya macho. Lakini vile vile kliniki hii kwa sababu tumeshaianzisha ya kibingwa tangu hospitali ya rufaa mkoa wa Shinyanga ihamie huku Mwawaza, kwa baada ya hii kliniki kukamilika kwa maana ya zoezi la tarehe 2 mpaka tarehe 6, tutaendelea na ule utaratibu wa kawaida kwa maana ya kliniki za kawaida. Tumeshaandaa ratiba, tutaishare kwa wananchi na itakuwa inafanyika mara 2 kwa wiki. Niombe tu wananchi wa mkoa wa Shinyanga waendelee kufika katika hospitali yetu ya rufaa mkoa wa Shinyanga kwa ajili ya kupata hizi huduma za macho. Macho ni moja ya sehemu sensitive katika miili yetu, kwa hiyo ni vizuri wakija kufanya check up kwa ajili ya kupata ushauri wa kitaalamu zaidi kutoka kwa daktari bingwa wa macho ambaye tunaye hapa hospitali. Naitwa Maua Isa Abdalla. Ni mwananchi, nimetoka kata ya Ibadakuli, mtaa wa Bugweto. Baada ya kusikia tangazo la kwamba madaktari bingwa watakuja katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga, kiukweli mimi ni mmoja hapa ambaye nina changamoto za kuhitaji matibabu hayo. Nimeweza kufika hapa siku ya leo tarehe 2 ambapo ndio matibabu yameanza rasmi. Hivyo tumeshukuru sana kiongozi wetu Jemedari Rais Samia Suluhu Hassan kuweza kutuboreshea kupata madaktari bingwa katika hospitali zetu za rufaa, hususani hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga. Tulikuwa tunapata wakati mgumu sana mpaka kwenda hospitali ya rufaa Bugando. Naitwa Gerald Ruben Gite, mkazi wa Shinyanga, kata ya Old Shinyanga. Siku ya leo nimekuja kwa ajili ya huduma ya macho katika hospitali ya rufaa ya Shinyanga Mwawaza. Huduma ni nzuri na inaridhisha kwa kweli. Kwa wananchi wa Shinyanga kutakuwa na unafuu, maana yake kuitafuta huduma ya macho inakuwa ni kazi. Kwa hiyo sasa naweza kusema kazi itakuwa imepungua kwa wakazi wa Shinyanga. Iliwabidi watu kusafiri kwenda Mwanza. Mimi sijawahi kwenda kwa mara ya kwanza. Wanakaribishwa, maana yake milango ipo wazi. Na huduma ni nzuri. Madaktari ni wakarimu pia. Kwa majina naitwa Ismaili Msele Mfunda, ni mkazi wa Shinyanga mjini Manispaa, kata ya Masekelo, mtaa Bondeni. Huduma hii inazungumzia ya macho. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais mama yetu, aendelee kuboresha, angalie maeneo haya ya wazee na vilema. Lakini hasa sisi wazee ni wazima lakini bado ni vilema. Maana ukishakuwa mzee umeshakuwa kilema. Tunashukuru kwa hiyo kwamba huduma ameileta, lakini hasa tuboreshe zaidi. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza blend na kumanufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.